Bwana Yesu asifiwe. Hamjambo nyote. Karibu wasikizaji na watazamaji wangu kwenye channel hii. Nyinyi ni watu wa muhimu sana na wapenda sana. Na wakaribisha tena wakati mwingine kwa neno la Mungu. Linatoka katika kitabu cha Warumi 3:23 inasema maana wote wametenda dhambi na wamepungukiwa utukufu wa Mungu. Warumi 6:23 nayo inasema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Haleluya. Hii ni ishara kwamba ulimwengu hauna mambo mazuri. Watu wote, kila mtu ametenda dhambi. Na kwa ajili ya hilo Yesu alikuja ili akaokoe watu kutoka hizo dhambi. Neno la Mungu katika Warumi 3 hiyo imesema maana wote wametenda dhambi, wamepungukiwa utukufu wa Mungu. Usiwe mtu wa kuhukumu watu hapa na pale. Unaona kwamba wewe ndio mtu bora, wewe haujatenda chochote. Mara nyingi hata kwa mawazo yako huwa unatenda dhambi. Hata kwa macho yako huwa unatenda dhambi, hata masikio yako unahitaji kutupu mpendwa. Wacha kujiona kwamba wewe ni bora kuliko wengine. Neno la Mungu linasema wote wametenda dhambi na wamepungukiwa utukufu wa Mungu. Sio yule ambaye wewe unafikiria peke yake. Sio jinsi wewe unajiona wewe ni muhimu. Umepewa nafasi nyingine. Maana Yesu alikuja kusudi kuokoa wale ambao wanatubu na kuamini kwamba yeye ndio mwokozi wa maisha yao. Haleluya. Mlango wa 6 mstari wa 23 inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Kama utaendelea kutenda dhambi kuna mauti. Sio hata mauti tu kwa sababu utakufa kimwili. Kuna watu wengi ambao wamekufa nao sio kwamba mwili, wamekufa tu kiroho. Unaona watu wanatembea lakini maisha yao wamekufa kiroho, maana hawana uzima. Ukiwa na dhambi mshahara wake ni mauti. Haleluya. Kwamba tumepungukiwa na utukufu wa Mungu, hiyo inamaanisha kwamba hatuna nafasi katika sehemu ya Mungu, kwa sababu Mungu hatudhamini tukiwa na dhambi. Watu wakitenda dhambi wanapungukiwa utukufu wa Mungu, na mshahara wa hiyo dhambi ni mauti. Ni watu wanakufa, wanakosa uzima. Haleluya. Wanakufa, inakuwa tu kama mkepe au hii container ya kubeba mafuta. Maana mara nyingi utapata kwamba Kimbo ndio mafuta ambayo watu wanayajua sana. Mafuta yameisha ndani, lakini ukiona mama anaambia mtoto niletee mkepe wa Kimbo, aniletee Kimbo, hata si asemi mkepe wa Kimbo, niletee Kimbo. Na hiyo Kimbo ambayo anasema ni huo mkepe umebaki, mafuta yashaisha ndani, lakini sasa inatumika kwa kuchota maji. Mama anatuma mtoto niletee Kimbo, na Kimbo yenyewe haiko ndani. Haleluya. Hivyo ndio Wakristo wengi wamebaki. Hakuna Kristo ndani mwao, wamekufa tayari kwa sababu ya dhambi, lakini bado wanajiita Wakristo. Mshahara wa dhambi ni mauti. Haleluya. Ukitenda dhambi utapata mauti ya milele. Lakini karama ya Mungu, neno la Mungu hilo linasema Warumi 6 hiyo sehemu ya pili. Lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Anayeleta uzima wa milele ni Kristo Yesu. Inabidi tumwamini, tuende kwake, tukatupu dhambi, tuachiliwe huru. Kwa sababu hiyo tunapoachiliwa huru tunapata uzima wa milele. Haleluya. Na huu uzima wa milele unaanza sahihi na hata milele na milele. Maana Kristo akiwa ndani mwako unaanza kuishi milele. Ungojei ati kutakuwa na siku nyingine ya umilele. Unaanza kuishi milele. Maana uzima unawekwa ndani mwako ni uzima wa milele. Haleluya. Tutupo dhambi, tukaachane na mauti ili tukapate uzima wa milele.
Haleluya. Sijui unangoja nini wewe ndugu, wewe dada, njoo kwa Yesu ukatubu dhambi, ukaachane na ule kupungukiwa na utukufu wa Mungu kwa sababu ya dhambi, ukapate uzima wa milele. Leo hii ni siku yako. Neno la Mungu linasema wakati uliokubaliwa wa wokovu ni sasa, usiseme kesho, maana kesho haujui. Kuna wengine wameahirisha kesho, wakafa usiku na wakaenda pasipokuwa na Kristo. Lakini ukiamua moyoni mwako leo ukampokea Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako, mshahara huu wa dhambi wa mauti utaondolewa kwako, bali utapata kibawa cha Mungu cha uzima wa milele katika Kristo Bwana wetu. Haleluya. Wacha tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu nakabidhi mkusikizaji wangu na mtazamaji mbele zako Mfalme. Sijui ni nani miongoni mwa hawa ambao hajaokoka. Ninaomba katika jina la Yesu kwamba ukavute dhambi zao, makosa yao yote, ukaondolee hukumu ambayo ilikuwa juu yao kwa sababu ya kuamini neno lako Bwana. Wakapokee uzima wa milele ndani mwao kuanzia leo na kuendelea katika jina la Yesu. Na haribu madhabahu yote ya giza ambayo inawashikilia katika dhambi, ambayo inashikilia katika mahangaiko, ambayo inashikilia katika utumwa wa namna zote katika jina la Yesu. Kama ni mgonjwa akapokea uzima kwa sababu ya kupokea wokovu huu. Kama anasumbuka kwa njia yote ile, akapokee ukombozi wa ajabu katika jina la Yesu. Natamka na kutangaza kwamba wamewekwa huru kwa sababu ya wokovu ambao wamepokea siku ya leo. Asante Mwenyezi Mungu, na ni katika jina la Yesu ninaomba nikiamini. Amen.